Ndugu watazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News Today, hamjambo. Karibu tena kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Taarifa za kushangaza na ambazo ni mbaya ni kwamba tayari serikali ya Samia Suluhu Hassan imeweza kutoa fungu la pesa kwa maafisa wa ulinzi wa taifa ili kuweza kuwatisha wananchi, haswa kipindi ambapo wananchi wametisha kwamba tarehe 7 mwezi wa 7 wataandaa maandamano makubwa katika taifa letu la Tanzania, wakitaka katiba mpya, vile wakitaka Tundu Lissu aweze kuachiliwa kutoka gerezani, vile wakisema kwamba wanataka ile tume ya uchaguzi ya INEC iweze kufanyiwa marekebisho, na vile waliotekwa waachiliwe na waliofanya mauaji ya mwaka uliopita wachukuliwe hatua kali. Sasa kulingana na taarifa ambazo nimeweza kupokea, zinaeleza kwamba serikali hii inajipanga kurudia yale ambayo waliweza kuyafanya Oktoba 29 mwaka 2025, mahala ambapo hii serikali ya Samia Suluhu Hassan iliweza kuwaua wananchi wengi bila kujali. Unajua, ninaona kila kukicha wanajaribu sana kuwapembeleza wazungu, Marekani na mataifa mbalimbali kwamba wao ni weupe, kwamba wao hawakuwaua wananchi mwaka uliopita kipindi cha kile ambacho kiliweza kuitwa uchaguzi. Lakini nyumbani kwetu, kando na kuwapembeleza wale ambao Samia Suluhu Hassan aliweza kuwaita who are you, wanapanga maovu tena. Wanapanga kuyarudia yale ambayo waliweza kuyafanya mwaka uliopita mnamo tarehe 7 mwezi wa 7, kipindi ambapo Watanzania wamesema kwamba wataandamana. Nimekueleza kwamba fungu tayari limekwisha toka. Hela zimetoka. Maafisa wa polisi na JWTZ watapewa ili kuweza kufanya unyama. Na kitu ambacho mimi kinanisikitisha mimi kama Bwana Ezra ni kwamba serikali hii inasema kwamba haina pesa za kuwalipa mishahara halali wafanyakazi, hata kuwapea nyongeza ya mishahara. Vile unaona serikali hii haijaweza kuwaundia vijana kazi, lakini mambo ambayo wanayafikiria ni ya unyama. Mbona hizi nguvu ambazo wanazitia kuandaa maafisa wa polisi kuja kukabiliana na wananchi watakaoandamana tarehe 7, mbona hizo nguvu wazisitumie kujenga taifa? Mbona wasitumie hizo nguvu kuwakamata walioua wenzetu mwaka uliopita? Unajua, wanafikiri kwamba watawatisha Watanzania, kumbe wanawachochea Watanzania kuandamana. Watafikiri kwamba wanawatisha Watanzania, kumbe wanachochea wananchi kuweza kuandamana. Mfano, ukiweza kuangalia hapo, hizi ni taarifa ambazo zimeweza kutolewa za ndani, zinaeleza kwamba vyombo vyote vya ulinzi na usalama, tukianzia polisi pamoja na JWTZ, wameanza kupambana na maandamano ya 7/7. Fungu limeshatoka. Sasa hivi wameongeza ulinzi kwenye vituo vyao na nyumba za viongozi Dar es Salaam pamoja na Dodoma.
JWTZ wapo ulinzi wa 75. Soon kutakuwa na operesheni ya pamoja barabarani. Sasa kuna kitu ambacho napaswa kuelewa hapa. Unaona, wanasema tu kwamba wameanza kupambana na maandamano ya Sabasaba. Kama wewe ni mfuatilizi wa taarifa vizuri, majuzi polisi waliweza kutoa taarifa kwamba waliwakamata vijana eti kwamba walikuwa wanaandaa maandamano na kuchapisha vijikaratasi wakitundika kwenye minara ya umeme. Sasa taarifa hizi zinatoka tena zaidi kwamba pesa zimekwisha toka nyingi sana. Na eti kwenye vituo vyao vya kufanyia kazi viongozi wa serikali kama vile afisi, ulinzi umeweza kuongezwa mbadala. Na cha kushangaza eti kwamba hawa viongozi manyumbani mwao Dar es Salaam na Dodoma ulinzi umeweza kuongezwa zaidi. Iwe wabunge wa CCM, iwe mawaziri, iwe viongozi wakuu serikalini wamejiongezea ulinzi kabambe. Kwa nini? Eti wanaogopa maandamano ya wananchi. Kitu ambacho kimeweza kunishangaza zaidi na mtoa taarifa kutoka kwa vyanzo vyangu vinaeleza kwamba hivi karibuni kutakuwa na operesheni kali barabarani. Utakuwa unapatikana barabarani, maybe kama unaendesha gari lako unaambiwa toa kitambulisho. Ukikosa kitambulisho unapelekwa jela. Watakuuliza mbona unatembea bila kitambulisho. Na vile vile mtoa huyu taarifa akaendelea kusema kwamba na hadi sasa askari hawarudi nyumbani masaa 24, wako standby ase na full matusi, yani wanachukia manake askari wa chini ndio wanateseka kwa amri kutoka juu. Unaona, mtoa taarifa anasema kwamba polisi wameanza kuambiwa wapige doria masaa 24 bila kurudi nyumbani. Kama wanataka nguo za kubadilisha waende nazo mahala ambapo wanafanyia kazi. Unaona, hawa maafisa wa polisi wa pale chini wanalalamika kwamba wanatumiwa vibaya ama wanatumika vibaya na wale ambao wako juu yao. Sasa wacha nikuulize mtazamaji wangu, mahitaji ambayo wananchi wameweza kuyatoa na kusema kwamba ndivyo vichochezi vya maandamano. Iwapo serikali ingekuwa inasikiliza, wangesikiliza angalau kuyatilia maanani na kufanyia kazi yale matakwa ya wananchi ambao wanaandaa maandamano ili kupoesha kasi ya maandamano hayo ambayo yanaandaliwa. Mfano, katiba mpya. Iwapo hii serikali ingekuwa inajali, wangeanzisha mchakato wa katiba mpya ili kushusha presha ya wananchi kuandaa maandamano. Lakini hii serikali inaamini sana wananchi kupigwa viboko. Nakumbuka kuna kipindi kimoja hivi majuzi, kipindi ambapo rais wa nchi jirani kutoka hapa hivi, nchi jirani ya Kenya, Ruto alikuwa nchini mwetu Tanzania. Samia alimwambia Ruto kwamba wale watoto watovu pamoja na wanaharakati wanapaswa kupigwa viboko, wanyoroshwe, watulie. Sasa Samia yeye anaamini kwamba Watanzania wanapaswa tutandikwe viboko ndiposa tuache kuandaa maandamano, lakini bila kujua kwamba wakati mwingine sio eti kwamba ni lazima uweze kutumia zana za vita, uweze kutumia vyombo vya dola. Wakati mwingine hata kana kwamba wewe ni kiongozi wa taifa unapaswa kushuka chini, wasikilize wananchi kila ambacho wanasema, hata angalau wakati mwingine wadanganye kwamba utafanyia kazi matakwa hayo. Ninaweza nikakupea mfano. Huyu rais ambaye Samia alikuwa anaambia kwamba wanaharakati
na watovu wa nidhamu watandikwe viboko Ruto. Mnamo mwaka 2024 palikuwa na maandamano makali ya kukataa bajeti. Ilibidi Ruto akaingia mitandaoni kuwapembeleza vijana waache maandamano. Akaingia upande wa Twitter X, akaandaa space kujifanya kwamba anasikiliza yale matakwa ya vijana, na vijana wakashusha pressure ya maandamano. Hiyo ilikuwa ni njia moja ya kudili na yale maandamano, japo aliweza kuwaua wengi kupitia kwa risasi. Samia mwaka uliopita anatuhumiwa kusimamia mauaji makubwa. Wakati huu angejifanya kwamba amesikiliza kila ambacho wananchi wanayasema, basi maandamano yangeisha kasi. Samia angewakamata wale ambao waliweza kuchochea ama wale ambao waliweza kuhusika kuwaua wananchi, including herself. Wananchi wangesema kwamba wacha tusubiri mkono wa sheria uweze kuchukua kazi yake. Angemwachilia hata Tundu Lissu kutoka gerezani, haungeona wananchi wanaandaa maandamano. Ni kwa sababu udikteta unaendelea nchini mwetu, ndio maana wananchi wanaandaa maandamano. Halafu serikali imeanza maandalizi ya kukabiliana na wananchi, badala ya kuweza kuwapea sikio la kuwasikiliza wananchi. Wapenzi watazamaji, ni jambo la kusikitisha kukuwa na serikali ambayo iliweza kujilazimisha kusalia madarakani, lakini hawawasikilizi wananchi. Wameamua kutumia mpaka vyombo vya dola, JWTZ ambayo haipaswi kuhusika kwenye siasa, wameweza kuileta mpaka sasa hivi unasikia inahusika kwenye siasa. Bwana John Mkunda anapotosha kikosi cha jeshi. Jeshi kazi yake ni kulinda haki za wananchi na sio kutumika kuwaangamiza na kuwatesa wananchi. Penzi watazamaji, sasa wacha nikuulize hivi. Unasikia taarifa eti kwamba wameanza kujiandaa kujilinda. Jeshi wametumwa makaazini mwao, wameanza kutoa ulinzi, kulinda familia zao, kulinda manyumba yao. Wacha nikwambie hivi, iwapo Mwenyezi Mungu atasema kwamba wewe kiongozi umewasumbua wananchi, kesho hautaamka, hauwezi ukapinga na uwezi ukaamka. Hebu niambie ni nani ambaye hawezi akaenda chini ya mchanga atakana kwamba wanatumia jeshi la polisi? Magufuli alikuwa analindwa akaaga dunia. Marais mbalimbali walikuwa analindwa including Gaddafi. Sasa hivi yuko wapi? Kwa hivyo waache kutumia vyombo vya dola vibaya, wawasikiliza wananchi kila ambacho wanataka. Waachilie Tundu Lissu, walete katiba mpya tuione. Udikteta uishe, walioua wachukuliwe hatua mbadala, matumizi mabaya ya hela yaishe. Ufisadi umekithiri kwenye hii serikali. Waliokamatwa na kutekwa mwaka uliopita ambao bado hawajaweza kupatikana kama vile Humphrey Polepole waachiliwe. Wazo lako ni lipi? Sijui wazo lako ni lipi. Unaona kweli ni harari? Unaona kweli ni halali kwa serikali hii kuanza maandalizi ya kukabiliana na wananchi tarehe 7 mwezi wa 7 kuliko kuwasikiliza wananchi kila ambacho wanahitaji? Sema nasi.